Tumefungua sebuleni ndio tumekuta barua inayosema yeye amechukua hatua ya kujiua na ametumia vidonge 44, ameshindwa kufa, kwa hiyo anatumia njia nyingine. Baada ya kusoma na mimi hiyo barua nikakuta ameandika usia, akasema mke wake, kwa sababu ni mali hiyo walikuwa wanagombania, mke wake apewe mali zote. Hakuna chochote kuona kwamba hakuna chochote ambacho labda kinaweza kuturidhisha sisi kama kuna kitu chochote hapo ndani, maana hatujapata ushahidi wote, maana hata nzi hawapo. Inayosema kwamba mimi nimemsamehe mke wangu asisumbuliwe kwa lolote, na mimi nimetoa usia kwamba mimi nimefanya hivyo, nimeyasamehe yote na nimeandaa hapo nyuma ndo nitakakozikwa. Ukiangalia milango ile ukishika vitasa imefungwa kwa ndani, ukishika ya madrili yamefungwa kwa nje, kwa hiyo una imani ya 100% kwamba mtu hayupo. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 8 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Hapa ni katika kitongoji cha Emaoi, kata ya Olmotonyi, ni wilaya ya Rumeru, mkoani Arusha. Tumekuja kuripoti taarifa ya kifo cha mwalimu Ndorosi Daniel Mtaita, mwalimu wa shule ya sekondari Osiligi iliyopo kata ya Uturumeti, wilaya ya Rumeru, mkoani Arusha, ambapo mwili wake umekutwa jana ndani kwake, huku mwili wake ukiwa umetundikwa kwenye kamba ya manila, huku umeunganishwa na waya. Mujibu wa mashuhuda, akiwemo mwenyekiti wa kitongoji, ameeleza kwamba mwalimu huyu alifariki, lakini aliacha ujumbe kwamba mke wake asibugudhiwe, na wamesema kwamba kulikuwepo na mgogoro kati yake na mke wake, ambapo walipelekana mpaka mahakamani, na Mtaita alikuwa anaishi peke yake kwa sababu mke wake aliondoka kutokana na mgogoro huo wa kifamilia. Kwa mujibu wa maelezo, inaeleza kwamba mgogoro huo wa kifamilia uliitaka Mtaita agawane mali na mkewe. Shuhuda ambao ni majirani wamesema kwamba siku ya tarehe 5 ya mwezi wa 6 walisikia harufu katika eneo la geti lake, lakini wakaingia ndani wakakuta kama kuna chemba ya choo hivi, wakaimwagia maji, lakini ile harufu ikaendelea kuwepo. Kwa kadiri siku zilivyokuwa zinakwenda, harufu hiyo ilikuwa inatoka zaidi, kwa sababu eneo lake la nyumbani ni kama sehemu ambayo ina geti, lakini harufu hiyo iliendelea kuwa kali zaidi. Mujibu wa barua ambayo aliandika mwalimu, aliandika tarehe 19, lakini kabla ya kuchukua maamuzi hayo ya kujinyonga, tarehe 16 ya mwezi wa 6 alimeza vidonge zaidi ya 40, lakini havikuondoa uhai wake. Ndipo katika barua hiyo pia akasema kutokana na maamuzi hayo hajafa, amechukua hatua zaidi, ikiwemo hiyo sasa hiyo kujinyonga. Kwa hiyo kuanzia tarehe 19 mpaka jana mwili umekaa siku 18 ndani. Kwa hiyo mwili huo umekutwa ukiwa umeharibika vibaya, huku tayari ukiwa na wadudu na unanuka harufu kali. Jeshi la polisi waliuchukua mwili huo na kwenda kuhifadhi katika chumba cha kuhifadhia maiti, lakini leo tarehe 8 mwili wake unapumzishwa katika nyumba yake ya milele kutokana na hali ya mwili huo. Anaitwa Emmanuel John Laiza, jina maarufu naitwa Seuri, mwenyekiti wa Ngaramtoni. Kabla ya hii tukio tulipata taarifa kwa msamaria mwema tarehe 26 mwezi wa 6. Kaniambia kuna harufu inayotoka ndani ya nyumba, na huyu bwana anaishiji mwenyewe, na anavyoishi mwenyewe akawa anasadiki kwamba labda aweza kuwa amefia ndani. Nikauliza kwani kulikuwa kuna tatizo, akasema kulikuwa kuna mgogoro baina yake na mke, na kesi iko mahakamani ya kuhusu uuzaji wa mali ili wagawane, maana naona wamefikia hatua ya kutengana. Nikampigia mwenyekiti wa eneo husika simu, ambayo ndio huyu bwana James hapa. Nikamwambia nenda, kwa sababu nasikia huyo mtu nyumbani kwa huyo bwana kunatoa harufu. Akaja na mabalozi wakazunguka, wakaruka ukuta. Baadaye wakaja wakarudi, wakasema mabalozi ni chemba ndio inatoa harufu. Na mwenyekiti akasadiki, akasema ni chemba, baada na yeye kuwepo pale. Wakachukua maji wakamimwaga kule, kamwaga, lakini harufu ndio ikazidi kuwa kali zaidi. Baada ya kuwa kali, jana nikapigiwa tena simu
na mtendaji wangu, afisa mifugo wangu wa ofisini anaitwa Epi, kaniambia mwenyekiti, njoo bana, maana nyumba leo imefunguliwa, kuna barua iko mezani. Hiyo barua aliyoandika ni bwana huyu ambaye tunamtafuta na hapatikani, na tumefungua sebuleni ndio tumekuta barua inayosema yeye amechukua hatua ya kujiua na ametumia vidonge 44, ameshindwa kufa, kwa hiyo anatumia njia nyingine. Baada ya kusoma na mimi hiyo barua nikakuta ameandika usia, akasema mke wake, kwa sababu ni mali walikuwa wanagombania, mke wake apewe mali zote na mtu yoyote asimbuguzi, apewe nyumba na mali yake yote alionayo Ndosi. Kwa hiyo wakafikia hatua hiyo, nikasoma barua nikawakabidhi maaskari jana, ndio tukaifanya utaratibu wa kuitungua mwili. Ilikuwa imejitundika kule ndani na imeharibika, imetoa maji ambayo yani mazito kama hivi ya rangi ya green njano ile, imejaa ndani na harufu kali. Tulivyoingia tukamkuta marehemu amejitundika na ameoza kama mtu alimwagiwa vile maji ya moto, na maana nyama zilikuwa zinashuka yenyewe na ngozi ndio inabaki na mfupa. Kwa hiyo marehemu ndio hivyo tulivyomkuta na tukamtoa. Mimi jana nikawa naomba wale maaskari tumgemzika jana, lakini maaskari wakaomba wanafanya postmortem yao, watatuletea majibu. Kwa hiyo jana ameenda nzi wanamfuata, yani ni mtu ameshakufa kabisa, ameshaoza siku mingi, sababu aliandika barua hiyo tarehe 19 mwezi wa 6 kwamba anajiua, na mtu yeyote atakapoona barua hii amkabidhi mke wake. Kwa hiyo ndio hapo tulipofikia. Kwa hiyo leo imeonekana haizi kulala tena mpaka siku ya kesho, ataharibika zaidi. Kwa hiyo leo ndo anaandaliwa kuzikwa. Alijinyonga tarehe 19 mwezi wa 6. Tumekuja kumpata jana tarehe 7 mwezi wa 7. Jana 7 ndio sisi tunafanya kumtoa. Mpaka sasa hii ndo muda huu nadhani ndo tumeshamtoa kabisa. Maana kila anayoenda anaogopa hata kumshika, maana ukimshika nyama inaachana na mfupa. Marehemu ni mwalimu msaidizi wa mwalimu mkuu wa Usiligi. Ni shule ya Usiligi Oturumet, iko Oturumet pale. Shule ya sekondari inaitwa Usiligi. Kuna mtoto ambaye unasadiki walikuwaga yeye anamlea, lakini ni wa mke wake. Na sasa hivi ni mtu mzima nadhani huyo mtoto, kwa sababu yeye ndo amemsomesha mpaka chuo. Yani wamekuja tu kurofishana juzi, ndio ikatokea hii mtafaruku. Huyo mtoto marehemu wanaenda kwenye 50 na kitu hivi, kwenye 5 sana ikishuka labda na 4 hivi au na ngapi, lakini kwenye 55 hivi. Wana ni mtu mzima kabisa. Mwili wake imekaa siku 18, amana imekaa wiki 2 na siku 4. Kwa maana ukitoa tarehe 19 mpaka tarehe 30 ni siku 11. Sasa tarehe 1 mpaka 7 ni siku 7, ambao ukijumlisha unapata 18. Ambayo imekaa ikijitundika siku 18. Hayupo. Nadhani kuna ugomvi, ndio maana unakuta mke yuko mbali na yeye yuko huku. Kwa hiyo ndio yani alikuwa anaishi mwenyewe kwa ujumla kwenye nyumba. Alikuwa kwa muda wote walikuwa wanaishi na mke. Lakini baada ya hii migogoro wanasuluhishwa, kwa maana wao ni kanisa la Sabato. Hata wanasema shemansi wao wamekuja wamesuluhisha wameshindwa. Kwa hiyo ikatokea hiyo saa mtafaruku kwamba wameenda mpaka wamefikishana mahakamani, na ndio mahali ikatoka hukumu sasa kwamba nyumba hii lazima iuzwe, mali waliochuma na mke, ili waweze kugawana. Sasa naona yeye akaona jukumu lake ni bora ajiondoe, amkabidhi mke. Kwa hiyo ameandika barua 2 kabisa kubwa. Kwa hiyo amekamilisha yeye alivyofariki, amemaliza kazi yake nadhani. Afanikiwa sijamuona mke wake toka jana, maana waliokuwa wameandaa mwili huu waliokuja kutoa ni sisi, ambao yeye mke yuko mbali nadhani. Kwa hiyo alikuja tu kupata taarifa, na wala mke wake mimi simjui.
wako majirani hapa ni jirani, kwa pale ni jirani, wako jirani wengi hapa, jirani wana majirani wengi, ila yeye ni mtu binafsi. Ina maana naweza kusema ni mtu ambaye anatembea mwenyewe yule. Akitoka nyumbani akikutana na wewe anasalimiana, imeisha. Ni mtu mtaratibu, mpole. Naitwa James Saloni Lekamwe, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Emawe, eneo hili ambalo leo tunashuhudia haya ambayo yametokea hapa. Mimi nimepata taarifa hii siku ya tarehe 5, siku ya Jumapili mnamo saa 11 jioni kutoka kwa jirani mmoja anaitwa Mitaria pamoja na mke wake kwamba kuna harufu ambayo hawaielewi ambayo inatoka katika nyumba ya jirani. Na mimi mara moja nikafika hapa, tukafika na balozi, lakini pia tukatafuta baadhi ya familia. Kutokana na nyumba zilikuwa zimefungwa, hakuna mahali popote pa kupita, tukampata familia mmoja, ikawa tumeweka ngazi kwa pale nyuma, ikawa amepanda kwenye mpera, akatokea sasa. Lakini tulipofika kwenye eneo la tukio, tulikuta milango yote imefungwa kwa kufuli. Sasa tukajaribu kutafuta angalau mahali panapotoka harufu, hatujaona chochote. Tukakaa mpaka tukahisi kwamba pengine labda kinachosababisha kutokana na milango imefungwa na kufuli, pengine labda ni chemba ndio inatoa harufu. Ule bwana akaenda akachukua na maji pia akamwaga kwenye chemba, lakini pia bado harufu kaendelea kutoka. Lakini tulichokifanya sisi baada ya hakuna chochote, kuona kwamba hakuna chochote ambacho labda kinaweza kuturidhisha sisi kwamba kuna kitu chochote hapo ndani, maana hatujapata ushahidi wote, maana hata nzi hawapo kabisa. Ni wasihi familia kwamba kutokana basi na ndugu yao hawapatikani, ni bora watoe taarifa polisi. Lakini mnamo jana nikawa pia nimepigiwa simu, lakini mimi sikuwa karibu. Ila nilichokifanya baada ya kupata taarifa kutoka kwa afisa mifugo anaitwa Happy, nikamwambia mimi basi kutokana na mimi siko karibu, naomba unisaidie tu kushirikiana na jeshi la polisi ili kuhakikisha basi huo mwili unatolewa hapo ndani na kupelekwa mahali panapohusika, yani mochwari. Nasikia kuna kijana mmoja ambaye alikuwa na ufunguo, ambaye sasa huyo kijana anasemekana aliyekuwa amemkabidhi ni huo baba mwenyewe ambaye sasa hivi hatuko naye mbele hatupo naye hapa. Lakini pia wazo langu ama nasaha yangu kwa watu, naomba tu basi mtu yoyote basi anapopata jambo lolote gumu ambalo labda anaweza akaona kama inaweza kumletea shida, ni bora kwanza amshirikishe Mungu na pia ashirikishe na jirani. Maana pengine labda huyu bwana angeshirikisha watu wengine na jirani pia, pengine asingemkuta. Sababu najua watu wana msongo wa mawazo. Lakini pia kutokana na ile msongo wa mawazo pia naweza kujipelekea mtu kufanya hicho alichokifanya, lakini atakapopata ushauri kutoka kwa watu, naamini pia anaweza asingefanya kitu kama hicho. Jambo lingine na shauri, kwa sababu huyu bwana kama angekuwa kuna mtu labda pengine ambaye alikuwa anakaa naye hapo ndani, angekuepo nadhani labda angeweza kumuokoa. Kwa hiyo pia wito wangu pia ni kwamba mimi ni wasihi tu wananchi kwamba mtu asiendelee kukaa mwenyewe. Ni bora tu atafute mtu wote kukaa naye ili angalau basi anapopata hata angalau shida aweze kupata msaada kwa urahisi. Jina naitwa Selina Masawe, ni balozi wa eneo hili. Mimi nilipata taarifa, jirani yake alikuja nyumbani kwangu akaniambia kuna harufu fulani hivi wanahisi. Kaja na mwenyekiti wa kitongoji tukakagua. Tulipokagua na ndugu mmoja tulikuwa tunaye mmoja, tukakagua tukaona hamna kitu, tukasema labda ni chemba za choo zimefumuka. Baada ya hapo tukazunguka nyumba nzima, hatujaona chochote, tukatawanyika. Ila kesho yake ambaye ni jana ndo nikapigiwa simu ambia balozi njoo, kuna kijana amefungua mlango huku, ameingia huku ndani, amekutana na barua ziko hapo sebleni. Kaja mbio. Kweli tukajisoma hizo barua, kuna usia aliandika hapo, tumezisoma. Akisema kwamba alikuwa na migogoro na mke wake, bali yeye hayo yote ameyasamehe, yaliyotendeka, na amemsamehe mke wake. Amesema mke wake asisumbuliwe kwa lolote. Mwisho wa kunukuu. Tulikuwa tujui mwili uko wapi, mlango ulikuwa bado hujafunguliwa, kule chumbani bado ulikuwa hujafunguliwa. Tulikuwa tunawasubiri maaskari waje ndio tufungue mlango. Alifunga yeye kwa ndani. Baada ya hapo ule kaka tukamtafuta, walipokuja ndo akafungua, tukaingia huko chumbani. Sasa huko kwenye store yake ndo tukamkuta huko tayari amesha jinyonga, kuwa ameshaharibika sana mpaka ilikuwa hafai kabisa hata kushika hivi, uwezi kusogelea. Ukiwa na rondo hata uwezi kusogea hapo. Kamba ile ya Manila kaongezea na waya juu.
waya tu hizo za kawaida hizo. Walirizika na zile barua tulizozisoma pale mezani alizoacha kwenye nani ile. Mimi kwa kweli sijaishika yote, nilosoma ile mwisho tu inayosema kwamba mimi nimemsamehe mke wangu asisumbuliwe kwa lolote, na mimi nimetoa usia kwamba mimi nimefanya hivyo, nimeyasamehe yote na nimeandaa hapo nyuma ndo nitakakozikwa. Ni hayo tu ndo ya kariri, mengine hata nisije kuya kariri nilivyoshtuka. Yaani mimi hapo nimejifunza kitu, ukishafikia umri fulani usikae mwenyewe ndani. Ukiwa mtu mzima hivyo miaka hiyo ukishasogea mbele usikae mwenyewe ndani. Mimi naona ni heri mtu kaenda kujichanganya na wenzako mahali walikuwa hata wanaume 2 3 ili ukapoteza hizo stress kuliko kujinyonga. Mimi ni mwanafunzi wa marehemu, pia ni kama mzazi wangu, niliishi naye kwa hiyo alikuanzia kazi miaka mingi tu. Ila juzi siku ya Jumapili alinipigia simu mtoto wake, mtoto wa kaka yake. Akanambia kwamba kuna siku kadhaa nyuma alinipigia simu akanambia kwamba baba hapatikani na hajulikani alipo. Nikajaribu kupiga hapatikani. Juzi Jumapili jioni akanipigia simu akanambia baba hapatikani na tumepata taarifa kwamba nyumbani pale kama pamevamiwa. Lakini pale kwa hajavamiwa, sema walitengeneza mazingira ya kutupa, kwa sababu mimi naishi Moshi. Tukatoka na yeye anaishi himo. Tukatoka Moshi kule na dada mmoja anatoka Merelani, tukaja hapa. Tulipofika hapa tukakutana na majirani pale, tukaita mjumbe, tukamwita mwenyekiti, akaja mtendaji. Tukaomba ngazi pale, tukavuka, nikaruka ukuta, tukafungua geti. Ilikuwa mida kama saa 1 usiku. Tukazunguka pale, nyumba yote iko salama. Tukakuta chumba kimoja dirisha liko wazi, tukaangalia dirishani pale. Hamna harufu, ila kwa kule chooni kwenye karo, yani chemba ya choo kwa nje, kuna harufu, kuna muda inakuja inakata. Kwa hiyo tukapambana pale, lakini hatukupata majibu aina yoyote. Tukaondoka. Tukaenda kulala kwa jirani. Jumatatu asubuhi tukaamka. Yule dada akatuambia kuna ambaye tulikuja naye kuna nesi anamfahamu, tukakutana naye pale, alikuwa na yeye mwenyewe dada anasumbuliwa, alikuwa anaumwa na kanyula mkononi. Akaenda pale tukamwomba nesi akachoma sindano, akatupa namba za kijana mmoja, tukawasiliana naye. Hatukufanikiwa kuonana naye, lakini dada alionana naye akamuelezea situation ilikuwa hapo nyumbani. Kwa hiyo jana asubuhi kijana mimi akanipigia simu wakati mimi nisharudi Moshi. Aliponipigia simu akanisalimia, baada ya salamu akakata simu. Nikampigia simu inatumika, baadaye nikapiga tena simu haipokelewi. Nikampigia yule dada akanambia ndio tupo hapa, tunapanda pale nyumbani. Wakapanda hapo, kijana akafungua, akaingia ndani pale. Wafika sebeni akanambia kwamba tuko sebeni hapa, lakini tumekuta barua kwamba mzee amefariki, amekufa na ameandika wosia kila kitu, ila ndani kuna harufu na sisi ndani. Nikamwambia sinyewe cha msingi msiingie, tafuteni serikali, majirani, mjumbe, watendaji. Akaambia tuko nao hapa, nasubiri polisi waje. Baada kufika saa 5:30 anipigia simu ambaye mzee amefariki. Ya sisi kwetu hatukuona kitu sababu tulikuwa tulikuwa ndani ya geti, lakini nje ya nyumba hatukuweza kuingia ndani sababu funguo hatuna. Na jinsi mazingira yalivyo, nyumba inaonekana mtu ambaye hayuko muda mrefu. Na ukiangalia milango ile ukishika vitasa imefungwa kwa ndani. Ukishika ya madrili yamefungwa kwa nje. Kwa hiyo una imani 100% kwamba mtu hayupo. Wao walipokuja jana pale baada ya kupata funguo, wakafungua, wakaingia ndani, wakaisha sebleni pale. Walifika sebleni juu ya meza wakakuta barua ameandika yeye marehemu. Imeniumiza kiasi kubwa kwa sababu ni mwalimu wangu, pia ni kama mlezi wangu. Kutokana nilikofahamiana naye, nilikuwa naishi naye kama mwalimu wangu na kama baba. Na hata huko nilipokuja mikoani kutafuta maisha, nimekutana naye, tulikuwa tunaishi kama mtu na mwana. Moto kubwa kwamba mtu akiwa na matatizo ya familia au ya jamii, basi kama kuna mtu ameweza kumshauri au kumshirikisha, mshauri au mshirikishe. Kwa sababu hiki kilichomuumiza kikubwa ni msongo wa mawazo na stress za maisha. Na sababu ni chanzo wanasema ni mkewe. Hata kwenye barua anasema ameandika ni mke. Hata yule kijana aliyofungua anasema alikuwa anaenda kanisani, lakini mwisho wa siku akajitenga na kanisa. Mpaka yule kijana akamfuata akamwambia umejitenga na kanisa, lakini kama mimi binafsi kama nimekukosea, naomba nisamee, maisha mengine yaendelee. Kwa hiyo akawa anaishi naye nyumbani kama mzazi, lakini mzee kanisani kwa uzuri. Japo kwa alikuwa na cheo kule, alipewa uzee wa kanisa, sijui majukumu mengi ndio alipewa kanisa, lakini akawa uzuri. Kwa hiyo kama ibada anafanya nyumbani, akimaliza anafanya shughuli zake Sabato. Mimi naitwa David Ole Saitabau, ni katibu wa Chama cha Mapinduzi tawi la Ngaramtoni. Kwa kweli kwa jana tarehe 7 tulipata taarifa kwamba kuna mtu anayesadikika kwamba atakuwa amefia ndani, mwalimu. Sasa baadaye tulipopata taarifa, mwenyekiti wangu akanipigia simu
akaniambia hebu twende. Tukaja mpaka kwenye nyumba. Tulikuwa na watoto ambao wanasadikika ni watoto wake, maana mimi siwajui kiundani. Basi baadaye ilibidi katika kusikia harufu tukaamua kuvunja huo mlango. Kwanza akaja mtu mwenye ufunguo. Alipokuja huyo kijana mwenye ufunguo akafungua, tukaingia ndani. Kitu cha kwanza tulichokutana nayo ni wosia, barua, waraka aliyeandika. Baadaye akasoma huyo mtoto wake wa kike. Ndipo hapo tulipoelewa kwamba sasa kuna kitu humu ndani. Mwenyekiti akapiga simu akawaita polisi. Polisi walipokuja ndipo walipoweza kufanya utaratibu, tukaenda kupata mwili kwenye kasto kake kule alikokuwa amejinyonga. Kwa hiyo tulimkuta tu akiwa juu ya kamba. Basi mwili umeoza utazamiki. Pale chini imekuwa ni njano. Ile mwili kujichuja, yani yale maji yaliyoonekana pale ni njano kabisa, hapafai. Wala zile harufu zilizokuwa huko ndani kwa kweli hata ilitufanya tukashindwa kula jioni. Kwa hiyo huyu bwana ni mwalimu, tunamfahamu, amewafundisha hata na wajukuu wangu. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye kwa kweli alikuwa wa maana sana katika jamii. Lakini matokeo yake imekuja kutokea sasa hiyo amejiua. Lakini tulichokiona pia na kusikia, maana hatujathibitisha, kwamba walikuwa na mgogoro wa ndoa. Kwa hiyo alikuwa peke yake. Hapa kuwepo na mtu yeyote, maana naamini kama watoto wangelikuwepo, nafikiri wangeweza kumsaidia baba yao asijinyonge. Kwa hiyo kwa ufupi ndivyo nilivyoona mimi au tulivyopokea kifo chake, na baadaye mwili ulitolewa ukapelekwa mochwari. Kwa hiyo hadi leo hii mnapotuhoji ndio tunasubiri mwili wa marehemu ili tuuzike. Na uhakika wa mimi kumjua mtoto aliyezaa naye ambaye ni wa kwake, kwa kweli sina imani sina uhakika, lakini namfahamu mwalimu mwenyewe. Namfahamu kwa sababu amefundisha sana kata yetu ya Olmotonyi hadi hapo alipokuja kupata uhamisho wa kwenda kata ya Uturumet. Nafikiri wanandoa ambao wanakuja kupata mgogoro kwenye ndoa watumie utaratibu, hasa maeneo ya kikanisa. Kanisa wana uwezo wa kutusaidia kwa sababu wao ndio wanaotuchunga kiroho sana kuliko kuamua mambo yetu ya mitaani. Haifai, kwa sababu ndio inapelekea haya kutokea.